Awali ya yote ni waombe sana wa Tanzania ambao kwa namna moja ama nyingine wameumizwa na utawala wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Huyu ni mwanadamu, na yawezekana pengine mahala pengine watu wameumiza watu kwa jina lake, lakini yeye hakuwa na dhamira hiyo wala hakuwa tuma, lakini wao walifanya kwa sababu wao kwenye taasisi au kwenye cheo fulani. Hivyo lengo kubwa langu ni kutaka kusema kwamba Watanzania wale ambao hawaridhishwi au waliumizwa kwa namna moja ama nyingine katika miaka hii iliyopita minne ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wamsamehe na warejeshe mioyo yao katika utu, ili tuendelee kusonga mbele, kama kauli mbiu pia ya Chama cha Mapinduzi sema kama kazi na utu. Tunasonga wapi? Tunasonga mbele. Tujawe na mioyo ya msamaha. Lakini pia nitasema na Daktari Samia Suluhu Hassan ili arejeshewe kibali, lakini pia ajazwe moyo wa msamaha. Nasi pia tujazwe moyo ya msamaha kwa serikali, kwa viongozi wa serikali, lakini pia sisi kama wanajamii kwa ujumla tusameheane, kwa sababu msamaha unajenga na kurejesha kila kitu ambacho kilikuwa kinaonekana hakifai, lakini mioyo ikisuzika na kila jambo litaenda. Mambo mengine katika utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan wa miaka mitano ijayo, namuombea mambo mawili makuu yafuatayo. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais, na kuombea sana kwa Mungu akupe kibali kwa watu wa Tanzania, warejeshe ukubalifu wao kwako kama ilivyokuwa mwanzo ulivyokuwa umeapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mioyo ya watu uliituliza. Watu walikuwa naiona kesho yao njema. Watu walikuwa na uhakika wa kuamka salama kesho. Watu walikuwa na mioyo ambayo na ndimi zao zikinena mambo mema kuhusu wewe, Mheshimiwa Rais. Kwa sasa mioyo ya watu, baadhi yao hawakutazami vema. Ninasema maneno haya yawezekana huwezi kuambiwa na watu wengi, lakini kwa moyo mkunjufu, kwa nia njema na kuombea kwa Mungu, lakini na wewe pia usiache kumwomba Mungu wako aendelee kukupa kibali, akurejeshee kibali kwa watu, Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwenye miaka mitano ijayo 2025 2030, ninakuombea sana kwa Mungu upate kuwa na moyo wa msamaha. Ninafahamu katika kampeni za uchaguzi kunakuwa na mambo mengi sana ya ukweli na yasiyokuwa ya ukweli, na yale ambayo yanaumiza moyo. Sasa ukiwa kama kiongozi, na kuomba sana Mheshimiwa Rais uwe na moyo wa msamaha, ili watu wengine ambao labda wamekukwaza kwa namna moja ama nyingine, nao wakaone uongozi wako ambao unazingatia haki, upendo, amani na faraja, kwa sababu wewe ndiye mfariji wa kwanza katika taifa. Na ninawaombea pia watu wako wa karibu, na baadhi wanaweza kutumia loophole hiyo kuwaumiza watu wengine kwa jina lako, wakati wewe sio mtu wa visasi. Namuomba Mungu sana aweke kibali katika moyo wako. Haya ni mambo mawili ambayo nimeona kwamba niyaseme siku ya leo tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Oktoba 29. Kitu cha kwanza, kibali, ukubalifu kwa watu. Jambo la pili, msamaha, moyo wa msamaha. Nafahamu wewe ni mama, Mheshimiwa Rais. Tanzania
ni kisiwa cha amani. Kiendelee kuwa kisiwa cha amani kwa maneno, kwa matendo, na kila mmoja ahisi kwamba alizaliwa katika nchi yetu ya Tanzania kama mahala salama pa kuishi. Asante, na Mungu atubariki sote na tuwe na wakati mwema. Asante.